بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتابك الشمس في ضحاها وبسنته كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عشا في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu zangu watukufu wa Islam, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na usieni nikitanguliza kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wani hawajapata kuhusiana binadamu jambo bora na jambo lililo na kheri kuliko kuhusiana juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu wa Islam, khutba yetu ya leo kwa uchache, anwani yake itakuwa as-sidq, ukweli, kulazimiana na ukweli katika maisha yetu. As-sidq huwa al-ikhbar mimma yutadiqu al-waqi'. Ukweli ni kutoa habari kwa kile ambacho kwamba kinaendana na uhalisia. Na Allah tabaraka wa taala ametutaka tuwe wa kweli katika maneno yetu, tuwe wa kweli katika vitendo vyetu. Na ukweli ndiyo sehemu ya sisi kufanikiwa katika maisha yetu. Ndugu zangu, tushikamane na tulazimiane na ukweli, kwa sababu ukweli unaokoa. Yaqulu al-Mawla tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza na amewataka waumini kwamba enyi ambao kwamba mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu, lakini semeni yaliyokuwa ya kweli, semeni yaliyokuwa mazuri. Kwa kufanya hivyo, yuslihu lakum a'malakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tutakutengenezeni mambo yenu. Kumbe basi, sehemu ya sisi kufanikiwa katika maisha yetu, sehemu ya sisi kutengenezekewa katika mambo yetu, ni lazima tushikamane na ukweli. As-sidq yumathilu as-sidqa qimatan kabiratan lada kulli muslimi wa muslimati. Unapigiwa mfano ukweli kwa kiasi kikubwa mbele ya kila Muislamu mwanamke, mwanamume na Muislamu mwanamke.
Kila Muislamu awe wa kike awe wa kiume, inampasa alazimiane na ukweli. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tunaishi katika nje ya utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuishi. Tumeacha utaratibu wa kuwa wa kweli. Kuachana na kuwa wa kweli ndio inapelekea mambo yetu duniani kuharibika, na si tu kuharibika duniani, itatupelekea mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukakutane na adhabu. Tuweni wa kweli katika maneno, tuweni wa kweli katika vitendo. Ukiwa unazungumza, zungumza lililokuwa la kweli, na ukiwa unatenda, tenda kitendo cha kweli. Msiba uliopo sasa hivi, uongo ndio umekuwa umechukua maisha yetu. Binadamu tumekuwa waongo katika maneno, lakini tumekuwa waongo hata katika vitendo vyetu. Mtu hajali cheo chake, hajali nafsi yake, hajali anamwambia nani, amekaa mdomo wake, kinywa chake kinatamka maneno ya uongo. Lakini hata vitendo vyetu vile haviakisi ule ukweli uliokuwa moyoni mwetu. Navyo tuna vitendo vya ukweli hadharani, lakini katika nyoyo zetu vitendo vyetu ni vya uongo. Baba wa familia, lazimiana na ukweli katika familia yako unapolea watoto wako. Ukimlea mwanao, unapoishi na mke wako kwenye familia, jitahidi kuwa mkweli wa maneno, lakini jitahidi kuwa mkweli wa vitendo. Kwa kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutengenezea mambo yako. Lakini si hivyo tu, atakusamehe na madhambi yako. Ukiishi katika uongo, maana yake mambo yako hayatatengenezeka. Lakini hata viongozi wa taasisi, tuishi katika ukweli wa vitendo, tuishi katika ukweli wa maneno. Unapoitakidi kuwa unampenda ndugu yako, unampenda jirani yako, unapomwambia kwamba nakupenda, basi hakikisha maneno yako yale yao ya ukweli unaotoka moyoni. Lakini hata kama unaonesha vitendo vya kuwa wewe ni mpenzi wa ndugu yako sana, basi hakikisha vitendo hivyo viwe vinaakisi kutoka moyoni. Msiba sasa hivi watu tunapendana uongo, lakini vile vile tunazungumza yaliokuwa ya uongo. Ndugu zangu watukufu Waislamu, tulipoamua kuachana na ukweli, Mwenyezi Mungu ameyaacha mambo yetu kutengenezea. Na ndio maana sasa hivi maisha yetu yamekuwa magumu. Kama tuna sehemu tunatafuta nani mchawi aliotuloga, basi uchawi wa kwanza ni sisi kuacha kuwa wa kweli. Waliotangulia walikuwa wa kweli, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye akawapa madaraja ya juu, lakini walikuwa wa kweli, ndio maana hawakufeli. Sisi kila tunaolishika linafeli kwa sababu hatuna ukweli wa maneno yetu, hatuna ukweli wa jambo yetu. Mtu leo anaweza akaanzisha jambo la kuwa anamiliki kituo cha kulea watoto yatima, lakini kumbe ni muongo. Akaenda kuchukua amana za watu kwa lengo la kuwapelekea mayatima, kumbe ni mkweli, ni muongo wa maneno na ni muongo wa vitendo. Amana za watu walizopewa kuwapelekea mayatima hazifiki, anafanya hivi akijua anaongopa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kututengenezea mambo yetu. Lakini vile vile hata kwenye jamii tunayoishi, jaribu kuishi hali ya kuwa ni mkweli. Wafundishe watoto wako kuwa wa kweli, lakini kabla hujaamua kuwafundisha ukweli, anza kuwa wewe mkweli, kwa sababu wewe ndio kioo na ndio kiongozi wao. Ukweli umepigwa mfano kwa kiasi kikubwa mbele ya kila Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike.
Ndugu zangu watukufu Waislamu, fa huwa qiwamu kulli al-amal, ukweli ndiyo nguzo ya matendo yote. Kila unaolitenda litende kwa ukweli. Kama umekuja msikitini kufanya ibada, basi vitendo vyako viwe ibada yako iwe ni ya ukweli, kwa sababu ukweli ndiyo nguzo ya matendo yote. Wa qimmatul fadhail, na ndio kilele cha matukufu. Ili tupate utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tupate utukufu mbele ya watu, tuwe wa kweli. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifika kwa ukweli. Watu walimpenda kabla ya kupata utume kwa sifa ya ukweli. Ukweli ulimpa utukufu, ukweli ulimpa mapenzi na watu, si watoto si wakubwa, wake kwa waume walimpenda Mtume Muhammad kwa sababu aliishi katika ukweli. Kwa nini sisi tunaye Mtume Muhammad, mtume wa haki na ni mtume wa kweli? Tunaye Qur'ani na hadithi, kitabu chetu ni cha haki na kitabu cha kweli, lakini hivi leo tumeacha kuwa wa kweli. Kwa nini tusio wa kweli ila hali tuna mwongozo ambao mwongozo wa haki na wa kweli? Ndio maana wasiokuwa Waislamu wanafanikiwa, kwa sababu wao mambo yao wanapeleka kiukweli. Wasiokuwa Waislamu kila siku wanapiga hatua. Angalia katika maisha yao binafsi, angalia katika taasisi zao, iwe mashule, iwe nyumba za ibada, iwe taasisi za fedha, zinaendelea kwa sababu wao wote wameshikamana na ukweli. Ukweli ambao sisi ndiyo hasa tumehimizwa kwa ukweli, sababu tuna mtume ambao maisha yake yalikuwa ni ya ukweli, tuna kitabu ambayo maneno yake ni ya ukweli, na tuna Allah subhanahu wa ta'ala wa ukweli. Wanakwenda kufanikiwa wasiokuwa Waislamu kwa sababu wao wameshikamana na ukweli. Wakiamua kufanya jambo katika jamii, jambo hilo litakwenda na litafanikiwa kwa sababu wanafanya kwa ukweli, kuanzia viongozi mpaka waongozwa. Kama wakiamua leo tujenge shule hapa, hata ifike miaka 20 itajengwa shule ya ghorofa, kwa sababu wanafanya kwa ukweli. Na hata maisha yao wanasaidiana kwa sababu ni ukweli. Kiongozi anahakikisha kwamba wale anaowaongoza wanafikia mafanikio kwa sababu anawapenda kweli, na wale wanaoongozwa wanahakikisha kiongozi wao hateteleki kwa sababu wanampenda kweli. Angalia wasiokuwa Waislamu, hata viongozi wao wanapokengeuka, wao husimama kwa sababu wanampenda kweli. Masiku kadhaa nyuma zilivuja klipu za video hapa zikimuonesha kiongozi mkubwa wa kiimani, tena inamuonesha hadharani, lakini hivyo wale wafuasi wake kwa sababu wanampenda kweli walisimama na kusema hii sio yeye, wanampenda kweli. Angalia hata nyumba zao zimefika sehemu zikaingia mgogoro na vyombo vya dola, walisimama wafuasi kuzitetea kwa sababu wanazipenda kweli. Leo hii sisi Waislamu ambao wenye mtume wa kweli, Muislamu anashindwa kutetea hata msikiti uliokuwa jirani yake kwa sababu hana mapenzi na kweli na dini yake, hana ukweli na viongozi wake. Yuko tayari hatoke hapa na kwambia mimi nitaenda kuswali Magomeni, nitaenda kuswali Kariakoo. Jirani yake kuna msikiti, tena na kuutoa aibu. Msikiti gani? Kenda vyoo vichafu, sio busati hakuna, na kwenda msikiti fulani huko kwa sababu huko kuna feni nzuri, kuna AC, kuna air condition, kuna vyoo visafi. Huyu hana ukweli, kwa sababu angekuwa na ukweli wa kuupenda msikiti wake anaokimbia sasa kuna kwenye msikiti mwingine, angeanzisha harakati yale anayoyafuata kule, hata hapa pia inawezekana katika msikiti huu, kwa sababu yeye akaonyesha unafuata huko hazikuletwa na malaika. Wewe unakwenda kufuata vyoo visafi, tiles nzuri, hakuna malaika alioleta huko, walifanya wanaopenda kweli msikiti huo, na wewe unauacha wa kwako, sio mkweli. Angalia wenzetu wasiokuwa Waislamu, mtu kama alikuwa anakaa hapa akahamia Mbezi, ikifika siku ya ibada atatoka Mbezi
kuja pale katika nyumba yake ya ibada, kwa sababu anaipenda kweli na anampenda Muislamu yule kiongozi wake. Sisi tulivyopumbazikiwa tunawacheka, tunawaona wajinga, tunawaona hawana maana, lakini wanafanikiwa. Ikiwa anahitajika kutoa shilingi 1000 kila siku ya ibada, hata kama alihamia Kibaha, atahakikisha siku hiyo aje kwenye nyumba yake ya ibada iliyokuwa Manzese, ili ile shilingi 1000 yake atoe pale, ifanye maendeleo ya pale. Tushikamane na ukweli. Hapa juzi hapo ilivuka vurugu hapa, baadhi ya watu wa dini fulani walikwenda kumshtaki kiongozi wao fulani, lakini walisimama wenye dini yao hao wakapingana wenyewe kwa wenyewe kwamba hawa si wenzetu, hawa wanapenda dini yao kweli na wanampenda kiongozi wao ule kweli, japo kuwa na mapungufu yake, lakini kwa kuwa wanampenda, kwa kule kumpenda kwao wanaamini mapungufu yake, wanaamini kasoro zao wanaweza kuzitengeneza wenyewe pasina watu kujua, ndio maana wanafanikiwa. Sisi ziko misikiti hapa inafika miaka 70-80 haiendelei. Kila atakayeanzisha programu ya kimaendeleo, kwa sababu hatuna ukweli wa kupendana wa kivitendo, tutahakikisha tunazikwamisha, kwa sababu tu yule alianzisha sisi hatumpendi, hatuna ukweli katika nafsi zetu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tukiazimia maneno msikitini yawe maneno ya kweli, Mwenyezi Mungu atatutengenezea mipangilio yetu, Mwenyezi Mungu atayafanya sawa mambo yetu. Tukiishi katika uongo tutaendelea kudhalilika. Leo utatoka hadharani kusema nampenda ndugu yangu huyu, kumbe hata kumsitiri katika aibu yake ndogo uwezi, huna mapenzi ya kweli. Ikiwa unampenda ndugu yako kweli na ndugu yako amekutwa na tatizo, na tatizo hilo wewe unao msaada wa kumsaidia, ukaacha kumsaidia, wewe umpendi kweli, vitendo vyako unapomwoneshea hadharani haviendani na maisha na vitendo vyako vilivyokuwa moyoni. Vitendo vyako vya moyoni na vikikutana na vitendo vyako vya mdomoni vinaweza visitambuane kama vimetoka katika mwili mmoja. Ndugu zangu watukufu wa Uislamu, Uislamu unafeli kwa sababu viongozi wetu wameacha kuwa wa kweli, na sisi wanaotuongoza tumeacha kuwa wa kweli. Ndio maana hakuna kinachowezekana kwa Waislamu kuendelea. Tujiulize, ni nyumba ngapi za kiibada ambazo si za Waislamu zenye miaka 15 lakini zimekuwa na maendeleo makubwa? Lakini tujiulize, ni misikiti mingapi inayotimiza miaka 70 mpaka leo hii watu wanachangishana pesa ya umeme? Yaani ikitokea swala moja watu wakuchanga, umeme utakatika, siku watu tumia umeme. Kwa nini? Kwa sababu hao viongozi wetu sio wa kweli na sisi wenyewe sio wa kweli. Tumeacha kushikamana na ukweli. Ukweli utoka moyoni mwetu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tupendane ukweli na tuambizane yaliyokuwa ya kweli. Ukiwa wewe baba wa familia, ishi na familia yako hali ya kuwa ni mkweli, ishi na wanao hali ya kuwa ni mkweli. Unaoyawaza moyoni, yaliyokuwa moyoni mwako, yatafsiri kwa vitendo. Usiadhihirishe mingine na ukayaficha mingine. Kwa kufanya hivyo inawezekana katika hali ya kibinadamu. Binadamu sisi hatuwezi kujua yaliyokuwa katika moyo wako, ila Allah subhanahu wa ta'ala anakuona na anajua yaliyofichikana katika vifua vyetu. Hautofanikiwa. Ingawaje kwa macho ya kibinadamu tunaweza kukuona kwamba umefanikiwa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe umefeli. Tushikamaneni na ukweli. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu biqawli yahtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim. Fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الله الكريم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه والتابعين سبل الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت تعلم الغيوب. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Watukufu wa Islam, tushikamaneni na ukweli. Na sababu za ukweli ziko tatu. Kwanza, akili. Akili inatambua, akili iliyokuwa sawa sawa, akili iliyokuwa sawa sawa yenye ufahamu inatambua manufaa yanayotokana na ukweli, lakini akili yenye ufahamu inatambua madhara yanayotokana na ukweli na kuacha ukweli. Ni namna gani mtu ananufaika na ukweli? Akili inajua. Kwa hiyo mwenye akili lazima alazimiane na ukweli. Lakini sababu ya pili ni murua. Kule kuwa muongo wa maneno na vitendo kunaondoa murua katika jamii. Lakini sababu ya tatu ni dini. Dini yetu inatutaka sisi tulazimiane na ukweli. Tukilazimiana na ukweli tutafanikiwa katika mambo yetu ya kidunia, lakini tutafanikiwa katika mambo yetu ya akhira. Watukufu wa Islamu, ukweli ni kitu kilichokuwa muhimu sana. Fallahu khalaqa as-samawati wal ardi bil haqq, Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi kwa haki na ukweli kabisa. Wa talaba minan nas, na akawataka watu an yabna hayatahum ala alhaqi, wajenge maisha yao katika haki, katika ukweli. Fala yaqulu illa haqa, mtu asizungumze isipokuwa aseme lililokuwa la ukweli. Wala ya'malu illa haqa, na mtu asitende isipokuwa atende lililokuwa la ukweli. Unapoamua kuzungumza maneno yako yachuje kwanza, maneno haya ni ya ukweli. Umeandaa ulimi wako uache athari gani? Ukizungumza ukweli utaacha athari nzuri, lakini ukizungumza uongo utaacha athari mbaya. Sasa athari mbaya isiyosahaulika itakuja kuharibu vizazi na wewe mwenyewe utapata madhambi. Acha athari iliyokuwa nzuri. Teua, fanya uteuzi mzuri wa maneno yako, kwa sababu baadhi ya maneno hayasahauliki. Ukweli utatuokoa. Na hapa tutakutana na hikaya ya Aba Yazid Bistami as-Sufi. Huyu mtu ulimuokoa ukweli. Aba Yazid al-Bistami as-Sufi, bwana huyu alitaka kutoka kwenda kutafuta elimu Baghdadi. Alipotaka kutoka kuelekea Baghdadi kutafuta elimu, mama yake alimpa dinari 40. Alimkabidhi urithi wa baba yake dinari 40, lakini akamwambia, weka mikono yako juu ya mikono yangu na uniahidi kwamba utalazimiana na ukweli, utosema uongo abada. Aba Yazidu akaweka mikono yake kwa mama yake na akamwahidi kuwa hatozungumza uongo. Akaondoka na msafara. Walipofika katikati wakavamiwa na wezi. Wale wezi wakawa wanapora, wanachukua kila kilichokuwa katika msafara ule. Warau Aba Yazidu ghafa thiyab, wakamuona Aba Yazidu amekaa na nguo zake chakavu zimechakaa. Wakamul hal ma'aka shay, una chochote wewe hapo? Yule akamwambia ni dinari 40. Kwa kuwa walimuona na mavazi yake mabaya zimechafuka, wakamtia kwa dharau.
Walivyomcheka kwa dharau, wakaachana naye, wakarudi pangoni. Pangoni wakakutana kiongozi wao, ndio mkubwa wale wezi, akawaambia, mmechukua kila kilichokuwa kwenye msafara? Akasema, tumechukua, lakini kuna mtu mmoja tumemuona, tukamuuliza, akasema, mimi bwana nina dinari 40. Sisi tukampuuzia, tukana kama vile bwege mgonjwa wa akili. Kiongozi akawaambia, nileteni. Akaletwa Abayazid Bistami mpeleka yule kiongozi. Yule bwana akawaambia, una chochote hapo? Akamwambia, ndiyo, mimi nina dinari 40. Akamwambia, ziko wapi? Akazitoa, akamkabidhi. Yule kiongozi wa wale wezi anamwambia, hivi wewe lichizi wewe mtu? Kwa nini unaonesha hela zako na unazisalimisha kwa hiari yako? Abayazid akamwambia, nilipotaka kutoka katika mji wangu nilimwahidi mama yangu sitozungumza uongo, na mimi siwezi kuvunja ahadi ya mama yangu. Yule bwana akasema, la haula wala quwwata illa billah. Hivi wewe unaogopa kuvunja ahadi ya mama yako, lakini sisi tunatuogope kuvunja ahadi ya Mungu. Akawaamuru wale wezi wenzie warudishe vyote walivyochukua katika ule msafara, na akatubia mbele ya Abayazid Bistami. Wenzake akamwambia, kwa kuwa wewe ulikuwa kiongozi katika wizi na leo utakuwa kiongozi wetu katika kutubia. Wakatubu wote. Ukweli umewaokoa. Tuweni wa kweli katika maisha yetu, tuweni wa kweli katika vitendo vyetu, tuweni wa kweli katika maneno yetu. Unapompenda kiongozi wako, mpende kweli. Usimbusu mkono hadharani, kumbe unachuki naye moyoni. Usimsifia hadharani, kumbe umtaki. Hiyo sio silsila ya Kiislamu. Tutawalisheni nyoyo zetu, kwa sababu chuki, hasadi, kibri, ujubi, hayo ni machafu ya moyo ya nafsi. Tunatakiwa tuyasafishe. Tuondoe hasadi katika nyoyo zetu, tuondoe chuki. Unapompenda basi ule upendo wako uwe wa kweli, lakini tuwe na tabia ya Waislamu kusitiriana. Mtume anatuambia, atakayemsitiri Muislamu, Mwenyezi Mungu atakwenda kumsitiri siku ya Kiyama. Na hakuna siku ngumu ya kwenda kuomba kupata stara kama siku ya Kiyama, yauma tubira sarair, siku ambayo siri zitakuwa hadharani. Wewe mfalme, wewe shekhe, wewe kadhi, wewe nani, hayo uliyofanya kwa siri waumini hawayajui, hivyo wenzako hawajui, yatakwenda kuonekana hadharani. Siku ngumu. Kwa hiyo tustiriane duniani ili Allah subhanahu wa ta'ala akatustiri siku ya Kiyama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه الكرام امير سيدنا ابي بكر الصديق وعلى زاد الاواب الناطق بصواب أمير من سيدنا أبا عاصم عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن أمير من سيدنا عثمان بن عفان وعلى سعد الله الغالب أمير من سيدنا علي بن أبي طالب وعلى جميع أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وضع الشرك والمشركين ونقص على أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وأقيموا الصلاة.